Sisi hakuna kipindi mfanyabiashara anakipenda kama kipindi cha mahesabu. Ule wakati wa kuhesabu ndo wakati mtamu zaidi kuliko wakati wa kulima na kuuza na kadhalika. Sisi tunafanya biashara na Allah. Tumemuuzia mali zetu, tumemuuzia na nafsi zetu. Kipindi cha mahesabu ni nyakati tatu: yaumia, usbuia wa sanawia. Kuna kipindi kwa siku kabla ya sala ya alfajr na baada ya salatul asr. Pale lolote litakalofanyika moja kwa moja linaenda kwa Allah. Kama umeomba dua muda huo inasafiri, haina kizuizi. Kwa wiki yaumul ithnain wa yaumul khamis, Jumatatu mbingu zimefunguliwa. Siku ya Jumatatu iheshimu, usianze kuwapiza kama watoto. We una akili we, na utafeli mtihani. Wako malaika special wanatafuta maneno ya watu na huyajalia kuwa ni dua. Na siku ya Alhamis matendo yanakubalika. Ama kila mwaka ni mwezi tulokuwa nao, mwezi wa Shaaban. Huu mwezi Mtume alikuwa akifunga sana kwa sababu matendo yetu yanafunguka na kila kitu kinaenda kwa mpango. Bajeti ya mwaka ya riziki yako ya baadaye inaanza kupangiliwa ndani ya mwezi huu. Kuna kismatu riziki ndani yake. Huu mwezi ukipata na hizi siku zenye kukubalika, ukipata na zile saa, lazima utawini. Kuna mambo matano. Haya mambo ukiyafanya yanaitwa dua utafaulin. Ni dua za kimatendo. Muislamu yoyote aliyokuwepo hapa akitekeleza mambo haya, hasa mwezi huu wa Shaaban. Sisi tunaiandaa Shaabani kwa macho ya wasiwasi, lakini Rajab, Shaaban na Ramadhani wenzetu waliopita walikuwa kiandaa mpaka dunia yao. Uchumi wako unaanza kuseti kipindi hichi. Ukisema Rajabun ina herufi tatu. Herufi ya mwanzo ni Ra'u, hiya rahmatullahi allati tanzilu fi shahr Rajab ila aina ila ibadillahi salihin. Ukisema rehema, hizi rehma Mwenyezi Mungu aliziumba ziko 100. Hadithi ya Mtume moja tu ameishusha duniani, yatarahamu albawahim. Kwa rehema hii ndo mnyama anamhurumia mtoto wake. Simba mkatili, lakini kwa mtoto wake mpole, tunahurumiana. Kwa rehema hii ndo maana umeoa. Kwa rehema hii moja ndo maana unamiliki gari. Kwa rehema hii moja ndo kadha 99 zote kazizuia kwa ajili yetu siku ya Kiyama. Sasa ikija miezi mitukufu, ile rehema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwanza inazidi. Ni kipindi ambacho rehema zinashuka kwa wingi, mafanikio yanakuja kwa sana kipindi hichi. Sasa miongoni mwa mambo ambayo itakiwa uyafanye, dua za kimatendo, jambo la mwanzo ondoka nalo. Tafika sehemu yangu. Jambo la mwanzo ni jambo la kulisha watu chakula. Anakuja Sayyidina Jibril anamuuliza Mtume Muhammad, walimadha takhadha Allahu Ibrahima khalilahu. Hivi kwa nini Ibrahim kaitwa manake a'la al-hub al-khul? Warabu wanasema topu ya yale mapenzi tuloyataja. Tumesema kuna mapenzi yanaitwa taalluq. Kiwa umeganda kwa TV, umependa ule mchezo, umetaalaki, daraja ndogo sana. Ikitoka hapo kuna sababa, kama inyanzil min qimamil jabal. Sababa ni kama maji yanayotoka yanavunja ukuta. Gharam ni kumganda mtu kila saa uko naye, akienda kazini unamfuatilia, mapenzi madogo tu. Ishqi au shaghaf wanaita ni mapenzi ya mafuriko.
lakini mapenzi ya juu ni khalil. Khul, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ittakhadhani Allahu khalilan kama ittakhadha Ibrahima khalilahu. Hata mimi naitwa Khalilur Rahman, mpenzi wa hali ya juu. Sasa kilichomsababisha Nabii Ibrahimu apate status hiyo ni nini? Anasema li taamihi taam, kwa sababu tu aliweka bango kubwa Nabii Ibrahimu, akasema jamani, anayepita njia asipite bure, aje hapa mimi nalisha. Ile kitendo laqamun tadfau naqmatun, tonge moja linazima ghadhabu za Mwenyezi Mungu. Msilalamikie ufukara. Fa amma al-insanu idha mabtalahu rabbuhu faqadara alayhi rizqa ay yudayyiqa alayhi rizqahu. Yule mtu ambaye mambo yake yamekuwa matata, akasema Mungu ahanani, kaniona mie tu, anantesa. Allah asema kalla, si kweli, bal la tukrimuna al-yatim lakini wala tahadhuna ala ta'amil miskin. Mngelisha watu basi njaa hakuna. Jambo la pili ili ufanikiwe sana ni jambo la kichinjo, adhabhu lillah. Kuchinja ni jambo la wajib. Mtume aliambiwa fasalli li rabbika, nenda kasari udhiya, ukishamaliza kuswali wanhar, njoo uchinje. Nabii Ibrahimu alilisha akachinja mpaka akataka kumchinja na mtoto, waliona. Lakini jambo la tatu ili ufanikiwe sana, silatur rahimi, man arada yabsutu rizqahu, anayetaka ukunjufu wa riziki aunge kizazi chake, asigombane na familia yake, awe radhi nao, huyo mambo yake yote yatakuwa yuhmadu uqba, hakuna njaa kwa mtu kama huyo. Ili la tatu. Jambo la nne, inna Allaha fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Utasaidiwa na Mungu ukisimama juu ya haja ya watu. Idha habba Allahu abdan, Mungu akimtaka mtu hujalia watu matatizo yao kuondoka kupitia yeye. Almuslimu manfaa, Muislamu ni manufaa, akitokea tu watu wamepona. Ili jambo la ngapi? Jambo la tano, man talaba al-ula, anayetaka mambo mengi, sayati yasbabu nasru biqiyamil layl. Ya ayuha al-muzammil qumil layla, yani salli bil layli wan nasu niyam, kana amrun li nabiyyin huwa amrun li ummatihi. Sali usiku mzima, usiache kusali. Mtume asema abidullah ni'ma ar-rajul. Mnamjua Abdullah ibn Umar. Abu Huraira ana hadithi ya 5374, huyu ana hadithi ya 2186. Abdullah ibn Umar amemshinda mama Aisha kwa wingi wa hadithi, katika wale 7 bora au 5 bora wapokezi wa hadithi. Unaona mchezo, anatisha. Lakini Mtume kamdogesha, asema ni'ma ar-rajul abidullah, huyu ni mja mwema. Fa in kana yusalli min al-layl, tatizo lake usiku asali. Angesimama usiku ametoboa. Baada ya hapo asema ma taraka qiyamul layl hatta faraqa ad-dunya, hajaacha tena kusimama usiku mpaka akaondoka duniani. Hili jambo la mwisho nitalitaja baadaye. Sasa ninapotaka kusema miongoni mwa vikwazo vya uchumi, kuna sadaka za sampuli mbili. Hapa nisikilizeni kwa makini. Sadaka ya mwanzo ni zaka. Sadaka ya pili ni sadaka ya khiari. Hii zaka, hii ni kodi ya Mungu mwa Bwana. Anaitaka kila mwaka na ina kiwango maalum, ataka utoe fungu la 10 la Mungu. Usipotoa mwaka ukifika, Mwenyezi Mungu anakunyang'anya mali yako bila ya kiwango, kwa sababu umeacha kutoa ili fungu lake hili. Lakini sadaka ya pili ni sadaka ya khiari, haina kiwango maalum. Lakini sadaka hii ilivyo, manjaa bihasanatin 10 amthaliha, anayetoa jema moja Mwenyezi Mungu anampa 10 mfano wake. Vijana wa leo, kikwazo cha mwanzo cha uchumi sadaka. Sadaka hatutoi. Ukiona kapu likipita
ukichungulia kilichokuwemo ndani yake utashangaa. Naombeni nikupeni ushuhuda. Nilikuwa Masjid Nuru Mivinjeni Kiwalani. Nilikuwa na mzee wetu yule kule amekaa pale mlangoni, Sheikh Abubakar, Allah muhifadhi na amchunge. Niliposimama pale nikamwambia Waislamu, kama mnataka biashara isododa kwa haraka ni sadaka. Pale pana mchango wa mayatima. Haya si maneno tu kwamba ili utoe utajue habari za peponi wewe mpaka useme unajua unaweza ukaenda peponi kweli ndio utoe sadaka. Sio kuhamasishana, ndio kweli tutoe. Nikawaona ni wagumu, nikatoa 20,000 mkononi. Nikamwambia wallahi wa billahi wa tallah, hizi pesa ikiwa Mungu anatoa 1 kwa 10, hii shilingi 10,000 atanipa ngapi? Wakasema laki. Sasa nimetoa 20,000 nitapata ngapi? Yule mzee akaongeza akasema inshallah itakuwa mara 2 yake. Basi nikawa na watania Waislamu, nikawaambia hii ikija hamna kuombana. Hakuna kuombana. Kuombana hakupo. Basi nikatoa zile na wachache wakatoa. Nikaingia kwenye gari yangu na washa. Nilikuwa naenda Chanika usiku huo baada ya darasa ya saa 2. Sikufika airport, nasikia simu. Halo, mwanamke kutoka Arusha. Wewe ndio Sheikh Uthman? Nikamwambia ndio mimi. Sheikh, naomba dua. Nikamwambia inshallah nipigie baadaye, basi kidogo naendesha gari. Mara sijakusikia vizuri. Nikamwambia haya basi nitumie majina yako nitakufanyia dua. Haihitaji sadaka, ambia utatoa tu. Amin, nitakantoe sasa hivi. Yule bwana alilokuwa naye ndani ya gari akamwambia usimuiginoi huyo, muitikie vizuri, ndio zile 200,000 hizo. Nikamwambia haya tu, hamna shida, mimi naendesha gari. Mara ananipigia. Anabesha nishatuma sadaka yangu. Nikamwambia yani mimi najua ni buku 2. Kuangalia 400,000 ndani yake. Hapo nikachukua simu ya mwanzo nikampigia imamu. Nikamwambia Sheikh, umeona? Nikamwambia waambie Waislamu yale maneno nilowaambia, dini haibahatishi, imeingia mara 2 kama alivyosema mzee wetu pale. Cha mwanzo imamu kabla kuambia Waislamu anaambiaje? Katie changu mapema. Nikamwambia kitoke wapi chako? Tulisema hamna kuombana. Nikampigia Sheikh Abubakar naye akamwambia nitumie changu. Nikamwambia kitoke wapi? Si utoe na wewe? Sijakuambia Sheikh Abubakar? Nikamwambia chako kipo huko. Kesho Jumatatu nikaenda msikiti mwingine kutoa darasa bombom. Nikawasimulia Waislamu wa pale. Ndio ninayoyasema Waislamu. Nilivyowasimulia nikawaambia sasa toeni sadaka. Mimi natoa 30,000. Jana nilitoa ngapi? Nilitoa 20. Nitapewa ngapi? Mwingine anasema utapewa 600, mwingine hivyo. Basi baada ya pale wallahi nikaondoka. Kesho asubuhi tu nimeamka nimepewa 900,000. Nikasema mbona hii kama dili? Jumanne nikaenda msikiti mwingine. Wallahi nilipofika msikiti mwingine pale nikaambia Waislamu, juzi nimetoa hiki, jana nimetoa hiki, toeni. Mimi kwa hasira natoa 60,000 niongezewe. Wakawa na imani wakatoa bwana msikitini. Kesho kutwa yake Jumatano wallahi nimepewa 3,000,000. 3,000,000. Sadaka ni uchumi wa haraka. Mtu mmoja akaja pale msikitini, akaja kuletea sadaka, akanambia shehe, hii hapa 50 nasubiri jero yangu kwa Allah. Nikamwambia utapewa 500 kweli wewe? Sadaka hapo kwa hapo. Mtu mmoja kaleta 10,000 msikitini, afu kakimbia kwenye kibubu kule kaenda kudraw 100,000. Ambia mbona shehe unachukua hela za msikiti? Ambia nachukua changu mapema. Anaweza akasahau bure. Kaambia sasa huo ni wizi huo. Mmenifahamu Waislamu? Naomba 10,000 zenu, 20, 30, 40 ile mtakayotoa. Ukitoa 10,000 mimi nitatoa 20. Ukitoa 30 mimi nitatoa 40. Ukitoa 50 mimi nitatoa 60. Ukitoa 100,000 nitazidi. Kama unabisha lete 100,000 sasa hivi. Allah anaweza hawezi?
Nani na nani anamwamini Allah? Mkono juu. Tushushe. Nani na nani anampenda Mtume Muhammad? Tushushe. Nani na nani hawezi kusema uongo? Tushushe. Nani na nani ana hela? Nyoshe mkono juu. Haya, wenye hela leteni. Itikieni amina Waislamu. Haya nitakaosema, atakayeleta mwanzo sadaka yake kila shilingi, Allah ampe milioni moja. Sheikh Said, ngoja wewe tulia, sijaipokea bwana. Lakini mimi si nimehamasisha 10 tu, na mimi nitaongeza. Mtu wa pili nani asiwaiwe? Mtu wa pili waishe. Waishe, kesho kutwa na wewe utakuwa na helikopta yako hapo, tunakuja kukodi inshallah. Kila shilingi Allah ampe milioni. Sheikh, ulipokimbilia Allah akuaishe peponi kabla ya hesabu. Ndugu yangu uloleta, Allah akujalie kila la kheri katika umri wako. Hapa ndo pa kugombania Waislamu. Wewe unafanya mchezo na sadaka. Yaani sadaka zione hivi hivi.